Na mpaka sasa hivi mfumo hii ya BBT ndio imefanya kila mnunuzi wa pamba apewe eneo la kuwekeza, na uwekezaji ni mkubwa sana, na ni mzigo kwao wanunuzi wa pamba. Kama kuna watu wamelalamika, wa kwanza ni wanunuzi wa pamba, sio wenzetu wanasiasa, kwa sababu ukitazama hata uzalishaji wa miatu ya mwaka jana ilifika karibu milioni 50. Tofauti na miaka ya nyuma. Wakati serikali ikiongeza umuhimu wa uwekezaji katika kilimo cha pamba, hususan uwekezaji kwenye masuala ya elimu, teknolojia, nimeweza kuzungumza na katibu mkuu wa chama cha wanunuzi wa pamba Tanzania TCA, Boaz Ogola, ambapo amezungumzia umuhimu wa wanunuzi wa pamba au mwekezaji yoyote wa sekta hii kwenda kuwekeza katika mashamba ya wakulima ili pande zote ziweze kunufaika kama ambavyo imekuwa ikishuhudiwa kwa sasa, wananchi, mwekezaji pamoja na serikali. So niseme tu kwamba tukiondoa uwekezaji tukaweka soko huria in the sense, mkulima atatafuta dawa mbegu mahali anapojua, atafuta dawa kule anapojua, na atapanda na hatapata msaada yoyote. Nadhani mkulima wetu atakata tamaa, kwa sababu watapata kilo 100 ama kilo 150 kwenye eka moja. Ataona ni mzigo. Lakini tukiendelea kuangalia njia ya kumsaidia huyo mkulima, pamoja na mambo yote haya tunasema basi tunaenda kwenye soko huria, kuna mtu anakataa. Hata sisi wanunuzi wa pamba, kama source ya hela inatoka sehemu nyingine ya input ambayo inaenda kwa mkulima, na tukaambiwa sasa wewe kazi yako ni kwenda kununua pamba, si kama mtu anaenda sokoni kununua samaki anachakata kwenye kiwanda chake, hana uwekezaji yoyote. Ni soko huria, unafika pale unanunua, unachakata, unauza, basi huna obligation yoyote. Sasa sisi serikali imesema basi wewe unafanya biashara ya pamba, basi shiriki kwenye uzalishaji ili tuongeze tija, ambapo sisi tunafanya sasa.